Munduli oye! Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko, mbunge, naibu waziri mkuu na waziri wa nishati, naomba sasa kuchukua nafasi hii kufanya utambulisho ngazi ya wilaya, na nikianza na Mheshimiwa Feso Kiswaga, mkuu wa wilaya ya Munduli. Lakini pia naomba kutambua uwepo wa Mheshimiwa Wilson Lengima Kurambe, mwenyekiti wa CCM wilaya ya Munduli. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia naomba utambue uwepo wa Mheshimiwa Namlock Sokoine Mneki. Lakini pia naomba utambue uwepo wa Birukia Yusufu, katibu wa CCM wilaya ya Munduli. Mheshimiwa naibu waziri mkuu, naomba pia utambue uwepo wa Mheshimiwa Frederick Silowasa, mbunge wa jimbo la Munduli. Lakini pia tunaye Mheshimiwa Isaac Joseph, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Munduli. Lakini pia tunao viongozi wa dini na viongozi wetu wa kimila wakiongozwa na mzee Kisongo. Naomba nichukue nafasi hii kwanza kukukaribisha sana Munduli. Karibu sana Munduli. Nichukue nafasi hii kukupongeza kwa dhati na kupongeza kwa dhati kwa niaba ya wananchi wa Munduli kwa kuteuliwa na kuaminiwa na Mama Samia Suluhu Hassan kuwa naibu wetu waziri mkuu. Hongera sana. Ni ziara yako ya kwanza kwetu sisi wana Munduli ukija kama naibu waziri mkuu, lakini naomba nikuhakikishie wabunge kule bungeni, watu wote wana imani kubwa sana na wewe. Kwa hiyo Mheshimiwa Biteko, tunakukaribisha, tunakupongeza, na nikwambie tu wana Munduli tunakupenda sana. Leo umekuja kuanza ziara hii kwa mkoa wetu Arusha, na ikakupendeza ukaona uanzie Munduli kwa ajili ya kuadhimisha sikukuu yetu ya muungano wa Tanzania na Zanzibar. Tushukuru kwanza kwa busara ambayo mmeona inafaa kuanza kwenye jimbo letu na wilaya yetu ya Munduli. Lakini Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, niseme kidogo. Jimbo letu na wilaya yetu ya Munduli ni wilaya ambayo ni wafugaji asilimia zaidi ya 85. Kwa hiyo kwenye wilaya kama hii kuna changamoto kubwa ya maji na eneo la malisho. Kwa kweli tumeingia tukiwa na changamoto hiyo kubwa. Lakini naomba nipelekee salamu za shukrani kwamba ndani ya miaka hii minne ya Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, kwanza ametusaidia sana. Tumepata miradi mikubwa sana ya maji wilaya ya Munduli, na pale tumezindua Esilale mradi wa bilioni 1.9, lakini jumla miradi ya RUWASA ambayo iko Munduli ni bilioni 39 kwa miaka minne. Tunamshukuru sana Mama Samia. Kwenye sekta ya afya vile vile Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ametusaidia sana kusaidia kuhakikisha kwamba madawa yanapatikana kwenye zahanati zetu na vituo vipya vya afya, na tunamshukuru kwamba juzi tu kumetangazwa tena kuna kituo kingine cha afya tunaleta wilaya ya Munduli. Kwa hiyo tunamshukuru, lakini kikubwa zaidi mimi nimshukuru kwamba ametusaidia, tumepata magari yale ya ambulance ambayo walisaidia sana ya vifo vya mama na mtoto, haswa kwa kata za Engaruka na watu wa Nafco Lokisale, imewasaidia sana wakina mama. Tunamshukuru sana sana. Tunamshukuru sana Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Yote haya aliyosema Mheshimiwa mbunge wetu wa Munduli Fredi, sisi tumeona sio tu kwa Munduli. Sisi kwenye ngazi ya mkoa tunafanya ziara ya kata kwa kata. Kwenye mkoa wetu wa Arusha tuna kata 162. Lakini kila kata tunayokanyaga yapo mambo makubwa yaliyofanyika, miradi mikubwa ya kimkakati. Tunashukuru sana kwa miradi hiyo. Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Tunaomba utufikishie shukrani zetu za kipekee kwa ngazi yetu ya mkoa, lakini pia kwa wana Munduli. Naomba niwasalimu katika jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu,
Wilaya ya Monduli ina miongoni mwa wilaya 6 zinazounda mkoa wetu wa Arusha. Katika utekelezaji wa shughuli za maendeleo katika kipindi cha mwaka 2021-22 hadi 24-25, halmashauri ya Monduli imepokea fedha kutoka serikali kuu, wafadhili na mapato ya ndani jumla ya shilingi bilioni 46.0848. Lakini upande wa makusanyo mpaka sasa kwa maana ya mwaka 2024-25, yaani mpaka Machi, tumeshakusanya jumla ya shilingi bilioni 3.7 kati ya bilioni 3.8 ambazo tulikuwa tumepangiwa. Naomba niwapongeze sana wilaya ya Monduli kwa kusimamia vizuri na kuhakikisha kwamba ujenzi wa shule hii unafika kwa hatua hii nzuri ambayo tumeiona hapa leo. Nikubalie niseme kuwa taarifa niliyopewa na mkurugenzi mtendaji Biraiza imejitosheleza, na mimi nimetembelea majengo yote, nimeyaona yamejengwa kwa kiwango kizuri, na kwa hiyo hongereni sana wana Monduli. Jambo la maana ni kwamba mradi huu pamoja na kwamba unajengwa na serikali, waliouibua ni wananchi wenyewe wa Monduli. Wananchi wa Monduli wamekuwa kinara wa kutamani maendeleo kwa ajili ya vizazi vyao, kuona kuwa Monduli inabadilika sana na kuwa yenye maendeleo ya juu. Na kiashiria kimojawapo ni wao wenyewe kuanza kujenga shule hii ambayo tumeambiwa imekamilika kwa 85%, na sasa iko kwenye hatua za mwisho kukamilisha samani pamoja na maabara ambazo zimejengwa. Nimepita kwenye madarasa, nimeyakagua, nimeona umekamilishaji wake umekuwa wa kiwango cha kuridhisha, na kwa sababu hiyo ninaomba tujipigie makofi wananchi wote wa Monduli kwa kazi nzuri hii. Wana Arusha na Watanzania wote, tuendelee kulinda na kuenzi muungano wetu, kwa sababu hii ni tunu ambayo tunayo kama taifa. Yako mataifa mengi tu yanayotamani kuwa na miungano kama hii, wameshindwa kwa sababu mbalimbali. Sisi tumepata bahati ya kuendeleza muungano wetu. Nataka niwaombe wote tulioko hapa tuendelee kuunga mkono muungano wetu, tuwaombee viongozi wetu. Na kazi moja tunayohitaji kufanya watu wa Monduli, na hapa nataka niwaambie kama kijana wenu, ndugu zangu, mkiona taifa linaendelea, mkiona nchi inaendelea, hata ngazi ya familia kukiwa na maendeleo, ujue tu watu wameamua kuungana na kufanya kazi kwa pamoja.